Tamko la waziri wa mambo ya ndani hapa nchini Tanzania, tukimzungumzia Bwana Katambi, limeweza kupingwa vikali na chama cha upinzani cha ACT Wazalendo hapa nchini Tanzania. Tukukumbushe kidogo mtazamaji na mfuatiliaji wetu kwamba tamko hili la waziri wa mambo ya ndani ya Tanzania, hapa tukimzungumzia Bwana Katambi, tamko hili limekuja siku chache tu baada ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuanza kufanya mikutano yake, ambapo mikutano hiyo iliweza kuvutia mamia na maelfu ya watu wengi katika mikutano hiyo. Mfano mzuri ni ule mkutano ambao ulifanywa pale jijini Mbeya, na mkutano mwingine uliofanya kule Njombe, na mwingine ukafanya kule Songwe. Mikutano hiyo iliweza kuvutia mamia na maelfu ya Watanzania katika mikutano hiyo, na watu wameweza kuliretisha mambo wakisema kwamba sio kwamba kuna uvunjifu wa amani, bali wameweza kuona au CCM na serikali kwa ujumla imeweza kuona kwamba kile walichokuwa wakiwaaminisha Watanzania kupitia propaganda walizokuwa zikizifanya kwamba Chadema imepoteza ushawishi, Chadema inaenda kufa, kwamba kile kitu ambacho walikuwa nakitarajia baada ya kuifungia Chadema kujihusisha na siasa kwa kipindi cha mwaka mmoja kasoro, na matokeo yaliyokuja kuonyesha imekuwa ni tofauti, kwa sababu mategemeo ilikuwa ni kwamba wananchi, kwa kile walichoambiwa kwamba Chadema ndio inaoleta. Sasa kutokana na tamko hilo ambalo ameweza kulitoa waziri wa mambo ya ndani ya Tanzania, hapa tukimzungumzia Bwana Katimba, tuliweza kuona hapa chama cha ACT Wazalendo walikuja na kutoa tamko lao kuhusiana na yale yanayoendelea hapa nchini Tanzania. Sasa ACT Wazalendo wamesema kwamba tumepokea kwa masikitiko makubwa na tunalaani vikali agizo haramu la kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa lililotolewa na waziri wa mambo ya ndani Bwana Patrobas Katimba na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo tarehe 26 Juni mwaka 2026. Agizo hili si tu jaribio la mwendelezo wa kusukumiza nchi katika giza zaidi na kuzuia shughuli halali za vyama vya siasa, bali ni mwendelezo wa watawala kuweza kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 20(1) na sheria ya vyama vya siasa ibara ya 23(1)(a) na (b) zinazotoa uhuru wa vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu kuweza kufanya mikutano ya hadhara. Hatua hii ya watawala ni tangazo la maandalizi ya umwagaji damu za wananchi wasiokuwa na hatia katika hatua nyingine, kama ilivyoweza kufanyika katika mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025, hasa wananchi wasiopenda uonevu, na ni tatizo la maangamizi kwa viongozi wa vyama vya siasa vya upinzani pale vitakapotekeleza matakwa ya kisheria na katiba ya nchi. Inashangaza kuona serikali kwa makusudi inaleta taharuki kwa wananchi, kuwajaza hofu na vitisho katika wakati ambao serikali inatakiwa kuwajibika katika kusimamia haki za wananchi na kuwaleta watu wote pamoja baada ya mauaji ya Oktoba 29. ACT tunalaani na kuweza kupinga maelekezo hayo haramu kwa nguvu zote na kutoa wito kwa wadau wote kuungana kuweza kuzuia jaribio hili na kuweza kulinda demokrasia ya nchi yetu. Mikutano ya hadhara ni takwa la kikatiba na sheria, sio hisani ya waziri na vyombo vya dola. Pili, ACT Wazalendo inajiandaa kuweza kupinga maelekezo hayo haramu mahakamani ili kuweza kuzuia na kukemea kwa viashiria vya ukandamizaji ambavyo vinaendelea hapa nchini Tanzania. ACT Wazalendo inaona wazi kuwa CCM imeshindwa kabisa
kushindana majukwani kwa hoja na imepoteza tone la mwisho la uvumilivu wa kisiasa, yani political tolerance, na hivyo kuendelea kutumia mabavu na vyombo vya dola kukandamiza upinzani na vyama vya upinzani. CCM inajidanganya, haitoweza. Mwisho wa barua iliyokuwa imeandikwa na ACT Wazalendo, ambayo wameweza kuitoa wakiraani kile ambacho waziri mambo ya ndani Bwana Katimba alichoweza kukisema ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akimwagiza IGP Camillus Wambura kwamba asitoe kibali cha aina yoyote kwa mikutano ya hadhara na kwa chama chochote hapa nchini Tanzania, ikijumuisha Chama cha Mapinduzi CCM. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Tukutane kwenye comment section ya hapo uweze kutuambia ni yapi ambayo unayo.